jinsia, na waathirika wakubwa ni wote, watoto, akina mama na hata akina baba. Watoto wamekuwa wakifanyiwa vitendo visivyofaa ndani ya familia. Akina mama wamekuwa wakifanyiwa vitendo visivyofaa ndani ya familia. Lakini hata kina baba pia wamekuwa wakifanyiwa vitendo visivyofaa ndani ya familia. Sisi wanaume huwa ndio kichwa cha familia. Ukisoma maneno ya Mungu, Biblia inasema mwanaume ni kichwa cha mke wake na mwanamke ni kiwiliwili. Kwa hiyo hawa watu wameunganika na kuwa kitu kimoja. Sasa sisi wanaume tuna mfumo ule dume kwenye familia. Kimsingi ndio mfumo uliopo, mfumo ule dume, lakini ule mfumo hatuutumii sawa sawa. Tumekuwa tukiwanyanyasa sana wake zetu. Wengine mpaka wanafikia hatua ya kupiga wake zao. Yaani kupiga mtu haijalishi ni nani, ni kosa. Yaani huwezi kusema mimi nimepiga huyu ni mke wangu. Hamna. Sheria haisemi, yani hairuhusu kitendo kama hicho. Kwa hiyo unapofanya hivyo, pamoja na kumnyima raha mwenzako ndani ya familia, ndani ya ndoa, lakini sheria pia inakukataza kufanya vitendo vya namna hiyo. Lakini sio wanaume tu, hata kina mama sehemu zingine wanawatesa waume zao kwa namna nyingi, kwa namna nyingi ambazo nyingine siwezi kuelezea, kwa namna nyingi. Lakini wengine pia wamekuwa wana uwezo wa babe, wanapiga wake zao. Kuna wanaume wanapigwa, anakula mkongoto wa kutosha, lakini kwa sababu ni mwanaume ananyamaza tu, anatulia, wanaume wenzake wasija kumcheka. Hayo matendo tunajua yanatokea, lakini we mama unayefanya hivyo ni kosa hilo, kwa sababu umemshambulia mwenzako. Akija tu kituo cha polisi tunakufungulia kesi ya shambulio. Kama umemjeruhi tunakufungulia kesi ya kujeruhi. Na hata we baba ukimpiga mke wako, akija kituo cha polisi tunakufungulia kesi ya kushambulia. Kama amejeruhiwa, kesi ya fanya nini? Kujeruhi. Na tunakupeleka mahakamani, unafungwa kama kawaida. Kwa sababu hakuna sheria inayoruhusu kwamba mke ampige mume wake au mume ampige, yani mke ampige mume wake au mke ampige mume wake. Hiyo sheria haipo, ni kosa. Lakini pia mnajinyima amani wenyewe. Kwa sababu mke na mume mnatakiwa muishi kwa raha, muishi kwa furaha, ndio maisha yenyewe. Yaani hakuna maisha mengine ukishapevuka kama mimi zaidi ya maisha ya kuishi mimi na mke wangu. Hata wewe pia hakuna maisha mengine. Sasa ukivuruga ndoa yako mwenyewe, sasa utaenda kuishi wapi? Maana kutokuna furahia ndoa ya wengine, kitu ambacho wewe hakikuhusu. Lakini pia tuna watoto wetu tunaowalea, na wenyewe pia tunatakiwa tuwalee kwa misingi inayofaa. Wazazi tuwafundishe, tuwalee watoto katika misingi inayofaa, kwa sababu hawa tunawaandaa kuwa taifa la kesho. Yaani ndani ya nyumba kuna vurugu za kutosha. Hivi unafikiri mtoto anajifunza nini pa? Baba akifika ni matusi kwa watoto, kwa nani, kwa mke. Yule mtoto unamjengea nini kwenye maisha yake? Yaani vile unavyovifanya ndivyo mtoto naye atakuja kuvifanya hivyo baadaye. Waswahili wanasema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Unamleaje? Yale ya ndani, yale anayoyaona, yale mnayoyafanya ndani, hayo ndio anayolelewa nayo yule mtoto, na akitoka hapo naye atakuwa hivyo hivyo. Kama baba mtukanaji, kila siku unampiga mama, unamtukana, na yeye mtoto wa kiume anajua haya ndio maisha, kumbe natakiwa mimi nitakapokuwa baba niwe napiga mke wangu na kumtukana. Kama baba ukifika umelewa huko ni kupiga tu watoto, na yeye akiisha kuwa mkubwa amezaa watoto na watoto wake anajua kumbe kinachotakiwa hawa watoto wanafanya nini? Wanapigwa. Yeye si ndio alikuwa anapigwa siku zote. Kwa hiyo hayo si malezi mazuri ya watoto. Tukumbuke hawa watoto hawa ndio hazina yetu ya baadaye kwa taifa letu. Wengine wanazeeka, hata wewe kijana utazeeka kwa sababu baba yako si amezeeka, mama yako si amezeeka, na unaenda huko utazeeka. Kwa hiyo utakapofikia na wewe umri una watoto, wale katika misingi iwafaayo, iwapasayo. Sisi kwenye Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha katika uzee, hata atakapofikia katika uzee wake atakumbuka tu kwamba mzee yule alikuwa anakataza hili jambo, yule mzee alikuwa anakataza ile jambo. Kwa hiyo naye atafanya nini? Atasimama kwenye misingi inayotakiwa. Unyanyasaji wa kijinsia kwenye familia, watoto, wa baba, wa mama. Lakini jeshi la polisi
hatuko mbali katika hilo kuhakikisha kwamba tunalisimamia na kwamba tunaondoa kabisa hiyo tabia hiyo mifumo kwenye jamii. Tuna dawati letu pale, lipo dawati limeanzishwa tena kwa mujibu wa sheria. Kazi yetu kubwa sisi tunashughulika pamoja na kushughulika na wahalifu, lakini pia tunashughulikia na mambo ya ndoa, mambo ya familia tunashughulikia nayo. Kwa hiyo tuna ofisi kubwa sana sasa hivi, ukija pale kwenye kituo cha polisi cha wilaya tumejenga, iko pale na imeshaanza kufanya kazi. Zamani ilikuwa shughuli zilikuwa zinafanyika ndani mle kituoni. Kwa hiyo unakuta watu wengi walikuwa wanaogopa kwa sababu kupita pale na kwenyewe, unajua polisi na kwenyewe kwenda inataka moyo au sio jamani? Unaweza kupita pale wanasema unaweza kupita pale wakakufananisha na mtu tayari limesha kuwa tatizo. Lakini sasa tumeona mbali. Sawa? Tumetenganisha ofisi inayohusika na mambo ya dawati la jinsia na watoto na kituo cha polisi, viko tofauti. Na hata wanaohudumia na wenyewe wanakaa huko kwa shughuli zao zinafanyika huko. Kuna jengo moja zuri ambalo limejengwa lakini kwa nguvu za wananchi, jengo kwa ajili ya huduma hizo. Kwa hiyo unapoona kuna jambo lolote ile kwenye familia yako, hata mtaani, kwa sababu mitaani kuna watu wanafanya hayo matendo,